Haya, ndugu yangu bwana Boniface. Yes. Tunajaribu kupigia Ruth lakini namba yake inalia tu busy, ni kama ametuweka busy. Nimejaribu mara ya kwanza imelia kidogo, tena baadaye iko tu busy. Ni shabiki wa kipindi Hapa ni kama afuatilie jambo sana. Hapana, vile ameweka simu yake busy, huyo ni kama alikuwa anasikiza. Sasa zitaenda aje lakini. Umesema kwa hizi miaka miwili umejaribu njia zote zimeshindikana. Nimejaribu kwa mbinu zote, nikijaribu hata kupigia ndugu zake, ni kama wako pamoja tu. Kuna mwenye ananichukiza. Na umejaribu kwenda kwao? Sasa kwao ndio kuna shida kidogo. Sasa kuna vile tulivugana na huyo mama mkwe, sasa siwezi jua ni jambo gani watanipangia nikienda kwao. Unaogopa kupigwa ndugu yangu? ama ulitusi mama mkwe vibaya? Unajua vile unaogopa inaonekana kuna matusi ambayo ulimrushia. Sasa na sitajipanga vizuri ndio nienda kwa sasa. Hii nikienda kwao labda wanaweza kumbuka, sasa waseme labda wanataka mahali sasa. Sasa unaenda tu kusikiza. Unaenda tu alafu unasikiza kila ambacho anakuambia. Akikwambia kama ni mahari, itabidi ujipange. Ebu zima redio hapo kando nijaribu kumpata tena. Naona umeweka redio, nilikuwa nimesema usiweke tafadhali. Sina redio. Kuna echo ambayo nasikia kando, ishara kwamba umeweka redio. Kwa hivyo zima redio. Na ushikilie kidogo ni mjaribu tena. Wacha ni mjaribu tena kumpata Ruth. Please enter your password followed by the pound key. Thank you. Huyu atapatikana huyu atapatikana, ametuweka busy. Ishara kwamba labda nasikiza na taki mambo ya huyu jamaa. Boniface. Tumejaribu mara nyingine tena hapatikani. Huyu ni kama ameshamua shamuvona. Nilikuwa nataka tu nijue msimamo. Anijue vile mtoto atashughulikiwa sasa. Nataka hizo story sasa itabidi niende mpaka kwao. Nijaribu kufuatilia pia kwao.